Unajua, huenda mara nyingine mabaya yanakukuta kwa sababu umeuacha upendo wako ule wa kwanza. Yaani unakuta kuna muda mwingine mabaya yanakukuta kwa sababu umeuacha upendo wako ule wa kwanza. Yaani ule upendo uliokuwa nao hapo kwanza umeuacha. Na hilo ndio likawa chanzo cha tatizo. Unakuta kila siku unakutana na mabaya, ni kwa sababu umeacha upendo wako ule wa kwanza. Kwani Yesu anasemaje katika Ufunuo? Yesu anasema ya kwamba nina neno moja tu juu yako, ya kwamba umeuacha ule upendo wa kwanza. Akasema, kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu na ukayaimarishe mambo yale yanayotaka kufa. Kwa hiyo kuna watu wengine unakuta wanakutana na matatizo kwa sababu wameuacha upendo wao wa kwanza. Yaani unakuta hapo kwanza ulikuwa ni mtu unayesali sana, ulikuwa ni mtu unaokwenda kanisani, ulikuwa ni mtu unayeomba, ulikuwa ni mtu unayefunga, ulikuwa ni mtu unayokesha kwenye maombi, ulikuwa ni mtu unayemtafuta Mungu sana kanisani, ulikuwa ni mtu unaoshiriki ibada. Lakini baada ya muda kidogo mambo hayo huyafanyi tena. Kama kufunga haufungi tena, kama kukesha haukeshi tena, kama kuomba hauombi tena. Yaani haumtafuti Mungu tena kama hapo kwanza ulivyokuwa unamtafuta Mungu. Kwa unakuta kuna upenyo, kuna nafasi ambayo umemwachia Ibilisi, anapitia nafasi hiyo hiyo ya wewe kukujeruhi. Ndio maana unakuta kila siku ni matatizo, kila siku ni maumivu, kila siku ni mabaya. Ni kwa sababu umeuacha upendo wako wa kwanza. Umeshindwa kuwa mwaminifu kama hapo kwanza. Au unakuta mpendwa mwingine alikuwa ni mwaminifu sana kwenye mambo ya watu, ulikuwa ni mwaminifu sana kwenye fedha za watu, kwenye pesa za watu ulikuwa ni mwaminifu, kwenye mali za watu ulikuwa ni mwaminifu. Mtu anakuachia hela zake, unaachiwa mali za watu, unakaa nazo, unazilinda kwa uaminifu kabisa. Kwenye kazi ulikuwa ni mwaminifu. Bosi, kiongozi wako anakuachia kazi, ulikuwa ni mwaminifu, unafanya kazi vizuri. Lakini sasa unakuta mtu kajisahau kidogo, pesa zake alizokuachia, mali zake alizokukabidhi, unashangaa umepita nazo. Umeanza kuwa dhuluma, umeanza kuwa mjanja, unadhulumu watu. Mara unashangaa mambo yanaanza kuharibika. Mara unashangaa watu ambao walikuwa wanakuletea vitu, ulikuwa unapata mali kupitia hao, mara unashangaa upate tena mali. Mara unashangaa vitu ambavyo ulikuwa unavipata huvipati tena. Kwa nini? Kwa sababu umeshindwa kuwa mwaminifu. Ule ukuta uliokuwa nao wa uaminifu umeubomoa. Na unakuta hapo ndipo matatizo yanapoanzia hapo. Unachotakiwa ni kujenga ukuta wa uaminifu tena uliokuwa nao. Ule ukuta ulioubomoa wa uaminifu unatakiwa ujenge tena kwa mara nyingine. Jenga ule ukuta wa uaminifu ulioubomoa. Rudisha ule upendo wako wa kwanza uliokuwa nao kwa Mungu. Urudishe tena kwa Mungu. Nami ninaamini ukifanya hivyo
ukiwa mwaminifu kwenye vitu vya watu, ukiwa mwaminifu kwenye mambo ya Mungu, ukijenga tena ule upendo wako wa kwanza, ukijenga tena ule ukuta wako wa uaminifu, amini kwamba hakika utakuja kuona na utaniambia ya kwamba yale mabaya yaliyokuwa yanakutokea, yaliyokuwa yanakupata, ya kwamba hayatajitokeza tena. Ni kwa sababu utarudisha upendo wako wa kwanza, utajenga ukuta wako wa uaminifu tena, na wale wote na yale yote yalikuwa yameondoka, hakika yatakurudia, kwa kurudisha upendo wako wa kwanza na kwa kujenga uaminifu wako wa kwanza ulioubomoa. Mungu akubariki.